Mwanzoni hakufikiria sana kuhusu hilo mpaka siku moja Mayton Agnes alipogundua kutapika kwa Alice na akamuita pembeni. Alimwambia Alice ageuke na akamtazama vizuri. Baada ya kumchunguza kwa makini, Mayton alimpeleka Alice moja kwa moja kwenye kliniki ya shule. Baada ya nesi wa shule kufanya vipimo kadhaa, ukweli ulijulikana. Alice alikuwa mjamzito. Mayton alimwangalia kwa mshtuko na akauliza, "Alice, niambie ukweli, nani anahusika?" Alice alikaa kimya. Mayton akauliza tena, "Alice, unataka kuharibu maisha yako? Nani anahusika?" Alice bado alikataa kuzungumza. Mayton alimkumbusha Alice kwamba yeye ni yatima na sababu pekee iliyomfanya mkuu wa shule amchukue ni kwa sababu alikuwa na akili sana, na ukweli kwamba sasa ni mjamzito unaweza kuharibu maisha yake. Alice bado alikataa kujibu. Bila kuwa na chaguo lingine, Mayton alimpeleka Alice kwa mkuu wa shule. Mara tu mkuu wa shule aliposikia kwamba Alice alikuwa mjamzito, aliacha kila kitu alichokuwa akifanya. Akasema kwa mshangao, kama ingekuwa Mabel nisingeshangaa, kama ingekuwa Goodness nisingeshangaa, lakini wewe." Mayton alikaa kimya huku mkuu wa shule akiendelea kumuuliza Alice maswali, lakini Alice bado alikataa kuambia ni nani aliyempa ujauzito. Mwishowe mkuu wa shule alimtishia kumfukuza shule na kufuta ufadhili wake wa masomo. Hapo ndipo Alice alipozungumza. Alisema kwa sauti ya chini, "Ima." Mkuu wa shule alikunja uso. "Emma gani?" Alice akajibu, "Mwanao, Ima." Mkuu wa shule alishtuka sana. Hakuwahi kujua kwamba Emmanuel na Alice walikuwa na uhusiano. Hapo ndipo alipotambua kwamba sababu iliyomfanya Emmanuel kupenda kumfuata kwenda shule ilikuwa ni kwa sababu ya Alice. Baada ya ukimya mrefu, mkuu wa shule akasema, "Alice, unataka kumbambikizia mwanangu? Nilikuokoa baada ya wazazi wako kufariki na hivi ndivyo unavyonilipa. Unataka kuharibu heshima ya familia yangu. Hilo halitatokea. Nitashughulikia hili." Mkuu wa shule alimwambia Alice kwa hasira. Kisha mkuu wa shule akawageukia Mayton na nesi wa shule na kuambia kwamba ujauzito huu lazima ubaki siri. Mayton alikuwa kibaraka wa mkuu wa shule, hivyo alikubali mara moja. Nesi kwa upande mwingine alitishiwa. Mkuu wa shule alimwonya nesi kwamba akithubutu kufichua siri hiyo, basi bodi ya shule na kila mtu atajua kwamba nesi huyo aliwahi kufanya kosa na kumpa mwanafunzi dawa isiyo sahihi iliyosababisha mwanafunzi huyo kufariki. Alice aliondolewa haraka kutoka bweni na kupelekwa kuishi katika chumba kidogo kilicho mbali na makazi ya wanafunzi. Kilikuwa chumba cha upweke kilichohifadhiwa kwa ajili ya mkuu wa shule, mahali alipokuwa akikitumia kila alipohitaji kulala karibu na shule. Lakini mkuu wa shule hakuwahi kukitumia sana. Kilikuwa kimeachwa na kilikuwa kichafu. Lakini hapo ndipo Alice aliwekwa. Alice alitenganishwa na wasichana wengine, lakini bado aliruhusiwa kuja shuleni. Licha ya juhudi zote za kuweka jambo hilo kuwasili, habari zilianza kusambaa haraka katika shule ya bweni. Siku moja, Mabel alimnong'oneza Goodness, "Nimesikia Alice ni mjamzito." Goodness alikunja uso. "Hilo haliwezekani, Alice ni msichana mzuri sasa." Mabel akacheka kwa dharau. So unafikiri wanaojifanya hawana msichana mzuri? Okay, huyo msichana ni mnafiki." Goodness akawa na hamu ya kujua zaidi. "Tunapaswa kuthibitisha hili," alisema. So mchana wa moja baada ya masomo, Mabel na Goodness walimfuata Alice kwa siri. Walimwangalia akitembea kuelekea kichakani karibu na shule. Walishangaa, "Anaenda wapi?" Walinong'onezana huku wakimfuata kimya. Hivi karibuni walimuona Alice akielekea kwenye nyumba ndogo mbaya iliyokuwa imejificha ndani kabisa ya kichaka. Wakati Alice alipokuwa karibu kuingia, walimzuia. "Alice, unaenda wapi?" Alice aligeuka. Mara tu alipowaona, alibubojikwa na machozi. Walishangaa. "Kwa nini unalia? Nini kimetokea?" waliuliza. Alice aliwaongoza kuingia ndani ya ile nyumba mbaya na kuwaambia kila kitu. Aliwaambia jinsi alivyopata mimba ya mwana wa mkuu wa shule. Aliwaambia jinsi mkuu wa shule alisema kuwa mwana wake hangeweza kamwe kuwajibika. Aliwaambia jinsi mkuu wa shule na matron walivyomlazimisha kukaa katika ile nyumba ya upweke ndani ya kichaka. Pia aliwaambia kwamba mara tu mimba itakapofikisha miezi 4 hataruhusiwa tena kuhudhuria shule. Na mwisho aliwaambia kwamba mkuu wa shule alikuwa na mpango wa kumuuza mtoto mara tu atakapojifungua. Alice alipokuwa akiongea, walianza kulia pamoja naye. Wakati wasichana hao watatu walikuwa wakiongea na kulia, ghafla mkuu wa shule aliingia ndani ya chumba na kuwafokea. "Mnafanya nini hapa?" aliuliza. Aliwaonya Mayel na Goodness kwa ukali. "Kama mtu yoyote atasikia kuhusu jambo hili, shule nzima itasikia kuhusu utoaji wenu wa mimba." Mayel na Goodness waliganda. Walishangaa. Aliwezaje kujua kuwa waliwahi kutoa mimba?
walijiuliza. Mkuu wa shule alicheka. Mmechanganyikiwa. Najua, mimi ni mkuu wa shule. Najua kila kitu, alisema. Hofu iliwashika Mayel na Goodness. Mara moja walikubali kunyamaza. Mkuu wa shule aliwarudisha shuleni wakati Alice alibaki katika kile chumba kilichoachwa, akiendelea kulia kama kawaida. Miezi 5 ya ujauzito ilipofika, kulikuwa na mgomo chuoni na Emmanuel akarudi nyumbani. Alikuwa na furaha kurudi na alikuwa na hamu ya kumwona Alice, lakini alipofika shuleni hakumkuta. Si nyumbani, si shuleni. Alice hakuonekana popote. Akiwa amechanganyikiwa, Emmanuel alimuuliza mama yake, "Mama, Alice yuko wapi?" Mama yake alimjibu kwa hasira, "Nimekuwa nikisubiri uulize." Akafoka, "Kwa hiyo umekuwa ukilala na huyo msichana?" Emmanuel alishtuka kwamba mama yake alijua. Yeye na Alice walikubaliana kuiweka siri hiyo.